Swali la kwanza kuhusiana na Jaji Warioba, kwanza ni kiongozi wetu mstaafu wa serikali na alikutana na tume kama ambavyo unasema, lakini pia alikutana na Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na baada ya pale alikwenda kuzungumza na vyombo vya habari baada ya kufanyiwa nafikiri mahojiano. Sasa unaniuliza kwamba umesema kama chama ni nini msimamo wetu? Sisi msimamo wetu ni kuleta maendeleo kwa wananchi, kwa sababu huo ndio wajibu wetu kama chama. Wajibu wetu mkubwa ni kuhakikisha chama kinaenda kuleta maendeleo kwa umma kupitia serikali yake. Na chama chetu cha Mapinduzi ambacho ni chama cha Watanzania wote huwa hakijadili watu. Sisi tunajadili hoja na mambo ya msingi. Kwa hiyo kwa mzee wetu mzee Warioba, tunachoweza kusema au ninachoweza kusema kama msemaji wa chama, moja, tunamheshimu, lakini pili, astaafu vizuri. Astaafu vizuri kama ambavyo wastaafu wengine wamestaafu vizuri. Tulikuwa na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Msuya. Sijui kama amewahi kufanya naye mahojiano yoyote. Amemaliza kazi yake, ameacha wengine waendelee na nini? Na kazi na utaratibu wa viongozi. Hata mzee Jakaya anamnukuu, aliwahi kusema siku moja kwamba yeye akiwa rais, mzee Mkapa alikuwa anakwenda Ikulu bila hata kupiga nini? Hodi, anaenda na anamshauri. Sasa unaweza ukastaajabu kwamba Mheshimiwa Warioba amekutana na rais, siku 4 hazijapita yupo tena mtandaoni. Sasa inasikitisha kidogo, lakini tunachomuomba kwamba astaafu vizuri, aendelee kupumzika, lakini asiwe na chuki kwa viongozi waliopo, kwa sababu ana uwezo wa kushauri na kufika katika mamlaka husika na kuweza kuishauri kwa hekima kuliko kwenda kulalamika kwenye mitandao, kwa sababu kiongozi unapolalamika kila siku mtandaoni, sasa unakuwa na maswali mengi. Kuna hoja moja alizungumza mfano kwamba polisi walimsimamisha wakamwambia nini. Sisi tunajua mstaafu yoyote, hata mzee JK mfano akipita na gari ana escort, hakuna polisi anaweza kusimamisha huo msafara. Sasa nyinyi mnaweza mkajua ni kweli alisimamishwa au hakusimamishwa. Mimi nisiongee zaidi, lakini tunamuomba tu, kuna mheshimu, astaafu na aache ulalamishi. Asante. Kwamba niwaombe wa Tanzania tuzidi kulinda amani ya taifa letu, umoja, upendo na mshikamano wa nchi yetu, na tutambue kwamba hakuna mtu ataipenda nchi yetu tofauti na sisi wa Tanzania wenyewe. Wa kuipenda nchi hii ni mimi pamoja na wao na ninyi mlioko hapa. Yoyote ambaye anajaribu kuharibu nchi hii, maana yake anaharibu maisha yake. Lakini jambo dogo la kujiuliza, kwa nini tulioko hapa nchini tunailinda nchi yetu, walioko mbali ya nchi wanaharibu nchi yetu? Lakini jambo la pili la kujiuliza, muda wa masaa 24 kila ukiangalia mtandao wa kijamii unakuta kuna akaunti zinachati masaa 24. Hawa wana kazi gani? Hawa wanalipwa na nani? Nani anayewapa hela za kuendesha maisha yao? Unapata jibu kwamba wanatumika vibaya na watu wengine kwa ajenda zao. Mfano, waandishi wa habari mko hapa, tunajua mnalipwa na vyombo vyenu vya habari, au mliojiajiri mnalipwa kwa mapato ambayo mnayapata katika kutafuta habari, kwamba mpo kazini. Wale wa kwenye mitandao kazini kwao ni wapi? Na mwajiri wao ni nani? Kila baada ya dakika 2 mtu ameposti, dakika 3 mtu ameposti, alafu kinachopostiwa ni upotoshaji, sio wa kujenga, ni wa kubomoa. Wanawaambia watu tutakuwepo, twendeni tukaharibu. Nitoe rai kwa Watanzania kwamba tulinde nchi yetu, maisha yetu yana thamani kubwa. Tusikubali kuchezea uhai wetu, tusikubali kuharibu nchi yetu, tushirikiane na serikali yetu kulinda taifa hili. Afrika na Tanzania ni mali yetu sisi. Tusikubali mtu akatuharibia taifa letu.